Amani ya Mungu idumu kwetu. Tui tabele ochi longe bata. Ndiyo walimu mbalimbali katika dunia leo tunakuja kwenye kufafanua historia ya bara la Sapriango ambalo liliitwa bara la Antarctica tupate historia yake baada ya viumbe wa ulimwenguni kuliteka bara hilo. Nini lengo linalofuata kwenye mabara mengine? Nini lengo linalofuata kwenye mabara mengine nje na hilo? Historia ya viumbe wa ulimwenguni, kwa maana viumbe waliotoka sayari tofauti na dunia. Viumbe hao baada ya kufanya mambo mbalimbali duniani, hawa viumbe walipata namna ya kukaa kikao kimoja cha kukubaliana wao kama wao, pasina kuwashirikisha watu mambo hayo. Baada ya kushirikiana na watu kwa miaka mingi, waligundua kuna baadhi ya watu wanajua hatua ya kujisimamia kiutu, na wao wale viumbe lengo lao ni nyinyi mpoteze utu wenu, kisha mfate misingi moja kwa moja kutoka kwao. Wakawa hawataki hawa watu wanaojisimamia kiutu kwenye dunia waendelee kuwepo. Sasa walishirikiana kwa pamoja, wao kama kamati ya viumbe wa ulimwenguni, ikiwemo viumbe aina ya hezibrio, majini, malaika, dragon na wengine, na aliens pia. Hawa viumbe wakakaa kikao cha lile bara mnaloliita Antarctica kwa leo, wahakikishe hakuna mtu hata mmoja sehemu ile. Lengo ni wao wapate maskani watakayokuja kukaa kwenye hii dunia na wasibugudhiwe na yoyote kwenye maskani hiyo. Somo letu la leo
linatufafanulia kwamba umateka wa dunia zidi ya viumbe wa ulimwenguni. Baada ya hawa viumbe kukubaliana kwenye hilo, walishinda vita mbalimbali ndani ya bara lile, na mpaka sasa hakuna anayeishi huko miongoni mwa watu. Lengo lao ilikuwa ni kwanza wapate bezi hapa duniani, ambayo bezi hiyo itakuwa rahisi kuja kuihukumu dunia baadaye. Baada ya kukamilisha mipango yao hiyo, ni miaka maelfu yamekwisha pita, ndio wakaja wakavamia bara la Ulaya. Bara la Ulaya wameishaweka misingi yao kwa kiwango kikubwa, mpaka watu wote wa Ulaya wamepoteza ukweli wa kuishi, wametawanyika, wamekwenda Maamerika na sehemu zingine. Hawa viumbe wa ulimwenguni lengo lao ni viumbe ambao wako kwenye usimamizi kupitia akili, wasiwepo duniani. Viumbe wale wakija wakiteka dunia hii kwa misheni yao hii ambayo ina miaka zaidi ya 4600 tangu wameanza kuandaa mambo ya kuiteka dunia, wamepofaulu pachache ni kulikamata bara la Sapriango ambalo linaitwa Antarctica. Utekaji wao kwanza, hawataki kuja kwa vita za macho kwa macho, kwa sababu mtawahi kuamka kwa haraka. Viumbe hawa wanaleta kwanza vita za kiimani, kuwatofautisha watu, kuwavuruga watu, kuwapa watu elimu ambazo sio za kiutu. Lengo ni kuwatoa watu kwenye utu wao, ili wapate kuja kuwafanya watakachokifanya. Kwa hiyo bara moja mpaka leo hii ni mateka na liko mikononi mwa viumbe hao, na lengo lao watahamia bara hadi bara, na lengo ni kuathiri viumbe wanaotumia akili kwenye dunia. Wametathminika katika nchi kavu, ikiwa ni watu na baadhi ya jamii ya viumbe nyoka. Ziko nyoka kubwa, ziko ndani ya hii milima na mapango zisioonekana kawaida. Nyoka hizo ni viumbe wenye nguvu za ajabu, ambao wao wanaijua misheni hiyo, na wamebaki kuilinda dunia kupitia misheni husika wao kama wao, kwa sababu watu wamekwisha anza kupoteza uelewa. Baada ya watu kuanza kupoteza uelewa, ndiko viumbe hawa wengine wenye uelewa waliamua kuwa tofauti na watu,
kwa kutoonekana kawaida, kwa sababu watu watageuka kuwa adui zao kwa ujinga ambao watu walionao sasa. Sasa hawa viumbe wanauelewa na hili bara na dunia hii, ya kwamba dunia ilikwisha vamiwa muda mrefu, na bara lililokwisha tekwa ni bara moja. Kinachopelekwa kwenye mabara mengine ni kuhakikisha kwanza watu wanalainika kwa misingi isiyokuwa ya kiutu. Mkisha lainika kwa misingi hiyo, bila shaka mtakuwa mmeukana utu wenu. Bila shaka mtakuwa tayari mmekwisha ukana utu wenu. Na mkishakuwa mmeukana utu wenu kwa kuamini imani za kilimwengu kuwa ndi imani za kimungu kwenu, tayari nyinyi mmeisha kuwa mateka kwenye viumbe hao. Wanachokifanya ni kuandaa mkakati wa pili utakaopitia kwenye imani walizoziletaga wao kuja kuwafanya watakachokifanya. Kwa hiyo yote haya ni ya msingi. Wanajadi, mmeelewa mambo mengi, isipokuwa ndugu zenu mbalimbali ambao hawajapevuka kuhusu hii dunia na ulimwengu, bado wako kwenye giza kubwa sana, kwa kuhisi kwamba viumbe majini, malaika na wengineo labda wako kwenye dunia hii kwa mema. Ima walikuja kwenye dunia hii kwa mema. Haya ndo mawazo, ima fikra za watu ambao hawajakuaga na uelewa. Kumbe hawa viumbe ni wafanyabiashara wa sayari na sayari. Ili sayari ya duniani na nyinyi watu muingie kwenye biashara ya ulimwenguni, ni lazima mpaka kwanza muusimamie utu wenu kwa umoja. Sio kuusimamia kwa vyama, sio kuusimamia kwa diplomasia, kuusimamia kwa umoja wa kuishi kimungu kwa dunia nzima. Mkiona mmekuwa hivyo, hawa viumbe watakuja kutoa siri zao zote, na mabaya mangapi yote yalifanyika. Lengo ni muweze kuklia maelezo, ili mkae sasa kukubaliana kufanya biashara ya sayari na sayari. Kwa sasa biashara hiyo bado inafanywa kwa siri kubwa, na mambo mengi yanaendelea katika dunia hii. Mtu asiye na uelewa ni ngumu kujua atakachoambiwa mpaka kwanza aweze kutafakarishwa. Kwa hiyo mnachotakiwa kuelewa, bara la Sapriyango ni bara mateka mpaka sasa hivi. Baada ya bara hilo kutekwa, ndiyo maana mnaona nchi kubwa kubwa nyingi ambazo zilitarajiwa kutimiza hiyo mission, hizo nchi zimeanza kuingiwa na sintofahamu kubwa kwenye dunia. Sasa watu mlofanywa utumwa kama watu wa Arikasi, mlokujaga kuitwa wa Afrika, nyie mnatasminika ni watu wa mwisho, na ni watu msojua kwa nini mpo, na hamjui kwa nini mlikuwaga hapa duniani.
Sasa kupitia historia ya viumbe hawa, mwanzoni walipigana wao kwa wao bila kuwashirikisha watu, mkabaki mnapata historia mbalimbali kwamba vita ya malaika imepiganwa huko mbinguni, na vitu 1, 2, 3 ilikuwa ni vita wanagombana kwanza ili waweke usawa wa viumbe gani washike wapi, kwa lengo la kuja kuchukua taifishi duniani kufanya wanachofanya. Humu duniani zikibaki tembo, zikibaki nyani na viumbe hayawani, viumbe wa ulimwenguni hawana shida na viumbe hawa. Viumbe wa ulimwenguni wana shida kubwa na baadhi ya viumbe wenye matumizi ya akili, kama watu, serpent kwa maana ya hizo nyoka ambazo zinauelewa, ndege aina ya bundi, na viumbe wengi ambao wanaishi humu duniani wana akili timamu. Wale viumbe ndo wana vita na viumbe hivyo. Sasa bundi wamekwisha jielewa kwa kiwango kikubwa, ndio maana bundi ni viumbe ambao huwa hawaonekanagi kawaida, lakini wakitaka kuja kuonekana kawaida kwa lengo la kuleta ujumbe fulani kwa watu, ndo unamuona bundi pale amekaa juu ya mti fulani anaonekana. Lakini tangi hapo bundi waliingia kwenye bichunjuu eneto, kwa maana maisha ya kutoonwa na viumbe wasiokuwa waelewa. Na hata hawa nyoka mnaishi nao humu duniani, na kwenye nyumba zenu humu wanapita, lakini hamwezi kuwaona kwa sababu wako kwenye maisha ya bichunjuu eneto, kwa maana uwepo usioonekana na yaliyopo yasiyojielewa. Nyinyi mkijielewaga ndo mtatokeaga kuona na viumbe wengine waelewa wanakuja kuwapeni sapoti kwenye huu uelewa. Nyinyi msipojielewaga kama watu, mmekaa kazi ya kushikishwa vitu kutoka Ulaya na wapi, mmevifanya maisha yenu vitu vya sayari zingine, na elimu za viumbe wengine ndo zimekuwa maisha yenu. Nyie hamuwezi kuupata uelewa kwenye maisha yenu. Mtaishiaga kupata ujuzi huo, mnakaa mnajiita hawa ni magenius, hawa wako hivi na hivi. Yote kaeni kuelewa. Na kwa mapana nimekwisha fafanua. Ukisikia kiumbe mtu kaitwa genius, maana yake ni yule ambaye amepandikizi za roho za kijini kwa majini kufikisha idea yao kwa huyo mtu, na yeye kuwa kama moja ya wakala wao imakada duniani. Kwa hiyo mtamuona anafanya vitu kama vya ziada, na leo mkamuita genius, mkaona hilo jina limetoka Ulaya bila kujua kwamba genius ni kahungu wa majini, huku akiwa anapewa idea ya mambo na roho zisizokuwa za kiutu. Sasa somo letu la leo linalenga kukuambia wewe mja ujue hii dunia ilikwisha vamiwa, na kwa kuwa kuna nchi huko Ulaya zilishaga stuka, wawa viumbe wakaona hawawezi kwenda kuvamia kwa nguvu, inabidi walete kitu kinaitwa siasa na diplomasia. Kwa hiyo walipoleta siasa, walianza kuambukiza nchi za Ulaya, na nchi hizo zikaendelea kutambulika hivyo kuwa zimepata diplomasia,
zimepata na jambo linaitwa siasa. Baada ya kuwekwa kwenye miundo ya viumbe hawa, ndo watu wa bara la Ulaya wakaanza kutengenezeshwa government kwa maana ya hizi serikali. Kilicho nyuma ya hizi serikali kwa siri, kilicho nyuma ya hizi serikali zote duniani, mnatakiwa mjue kwamba hawa viumbe wa ulimwenguni ndo wenye idea yao hii ya kuunda jambo linaloitwa government, ima gouvernement kwa maana ya serikali. Yote haya mchukue hatua na akili zenu, mjue neno la kiutu liko hapa duniani kwa ajili ya kuwaambieni ni kipi hamkijui. Na ndani ya hichi msichokijua na kisichohubiriwa na wengi, ndani ya hichi ndo kuna hasara yenu kubwa ya dunia hii. Kwa hiyo leo tunapita kwenye somo hili la bara la Sapriango. Mpaka sasa wanaishi viumbe ambao sio watu, lakini maskani ya viumbe wale kule ni viumbe waliotoka sayari nyingine nimewataja hapo. Hawa viumbe wote mnaowasikia wanakaa wanatajwa kwenye vitabu vya aina mbalimbali vya watafiti na mambo ya kiimani na mengineyo, hawa viumbe tayari wana bezi iko hapa duniani. Haya mabara yaliyobaki msipojielewaga, kitakacho watokeeni ni kigumu. Ndio maana mnajitahidi kutengeneza mpatano wa kiutu. Umeshindikana kwa njia zote, kwa sababu watu ambao wametangulia kushikizwa tayari wameshashika maadili ambayo sio ya kiutu. Kwa hiyo unasikia huko kunataka kuwa umoja wa Ulaya, unashindikana. Leo itakuja itatengenezwa BRICS, umoja wa BRICS, utashindikana. Kesho yake utatengenezwa umoja wa nini, utashindikana. Kwa sababu umoja wa kuishi kwa watu ni jina moja la Mungu na historia ya jadi kwenye hii dunia. Sasa msipojua jambo hilo, mkakaa mnaita vikundi fulani eti ni umoja. Umoja sio jambo dogo. Umoja sio jambo dogo kama mnavyodhani. Kwa hiyo mnakaa mnauana kwa tuvyama twenu hutu. Hawa waliokwisha unda hivi vyama kule kwao wana tabu kubwa. Nchi mbalimbali ambazo ndo mliambiwa kwamba hizo ni nchi za Mungu, leo ndo zinawaka moto, ambako ndo mnasema kulitokea mahala patakatifu, leo huko ndo kuna majanga makubwa. Hamtaki kukaa kujifikiria kama watu mmeishiwa. Hilo sasa hamtaki kulifikiria. Mmekalia tu kwamba nchi ya ahadi, mmekalia kwamba nchi teule, eti kwamba Mungu ana nchi aliiteua. Mmejitengenezea mauteule mbalimbali, msojua mnachokisema kwa kukosa uelewa. Hawa viumbe ndo waliteua baadhi ya nchi ambazo zitakuwa bezi zao za kufanya mambo yao ya kichawi kati ya Asia humo, Huba ya Wajemi,
baadhi ya nchi za Ulaya walikwisha andaa baadhi ya nchi na wakayafanyaga hayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo yote haya tuchukue nafasi hiyo kujua kwamba viumbe wa ulimwenguni ambao wamekuwa tajwa kwenye mambo mbalimbali ni viumbe kutoka sayari moja kuja sayari nyingine, na mazoezi haya walishawahi kuyafanya kwenye sayari nyingi, na sayari zingine zenye viumbe wanaojielewa walipigwagwa na hawakuwatakaga kabisa huko. Sasa kwa sababu watu bado ndio wapya, bado wana ule ugeni na ujinga, kwa lugha ya sasa wanaitwa ni watu wa shamba. Wakimuona kiumbe katoka sayari nyingine, wao wanahisi kwamba ule ni utukufu. Kumbe hawajui kwamba wao ni wasimamizi wa duniani, na mnatakiwa muwe na principles za duniani, na kiumbe anayekuja kutoka sayari nyingine afate principles za dunia hii kiutu. Kitu hicho nyie hamna, kwa sababu principle ya kiutu ni jadi yenu dunia nzima. Hiyo ndo inabaki kuwa principle moja ya kiutu kwenye hii dunia. Sasa mkikaa mnatengeneza viserikali hivi, mkaisi eti hivi viserikali ndo mwisho, ziko nchi zilishaamua kuishi bila serikali na wala bila jeshi, na zikaamua kuishi hivyo kwa kuamua kusimamia maisha walioyataka wao, na wakaishia hapo. Sababu kubwa ni nini? Hii majeshi, kuweni na jeshi, lakini jeshi lipewe uelewa. Jeshi lipewe uelewa, lijue watu gani wamesema nini. Jeshi likipewa uelewa, watashika mabunduki kulinda uelewa, na hawatolinda ujinga uliowekwa mahala kwa maslahi. Kwa hiyo somo letu la leo ni somo linalotukumbusha ya kwamba viumbe wa ulimwenguni, baada ya mpango wao kukamilika kuweka serikali dunia nzima, serikali zingine ndo zinajitahidi kujitoa kwenye hiyo mifumo, ikiwemo Shankombo-Luzu ya Urusi na baadhi ya serikali ambazo zinataka kuunga mkono kitu hicho. Ukiona kengeushi ile, ni kuanza kujitahidi kutaka kutoka kwenye mkakati wa kilimwengu ambao ulipangwa na viumbe hawa tangu zama hizo. Ndio maana nikachukua somo nikawawekeeni hapo, mjue kwamba hizi serikali zote mkakati walipewa kwanza watu wa Ulaya. Baada ya watu wa Ulaya kupewa huo mkakati, wakaingizwa kwenye mkataba wa Bondre-Malai. Baada ya kuingizwa kwenye mkataba huo, wakaambiwa wao ndo wasimamie jambo hilo kwa nguvu zote, kwa sababu wao ni watu wenzenu. Kwa hiyo watu wa Ulaya mnapowaona eti wana siri, hawana siri yoyote nje na kuishi kwa kufuata misingi ya viumbe hivi. Kwa hiyo mkiwaona wako kwenye mikakati watafiti milioni 1, wanawaagiza kila kona ili wajue taarifa, lengo la watu wa Ulaya ni kuwatumikia viumbe haya kwa siri iliyoko nyuma ya pazia ya jambo hili. Kwa hiyo mambo yote haya mtatokea kuyajua zama za mimi himu ya kuishi kwa waja. Nimekuja kuwaeleza kama watoto wa watu
lazima mjue mlikopotea. Lazima mjue mlikopotea. Kwa hiyo mtaona wafanisi wakubwa wanatoka Ulaya. Wafanisi wanaofuatia leo wanaanza kutokea Asia. Huu ufanisi wameutoa wapi hawa? Hamkai chini nyinyi kujiuliza. Hawa ni makada wa hivi viumbe kwa muda mrefu, na walikwisha athirika kwa kiwango kikubwa. Wanataka waathirike na watu wengine, tuwe wengi. Yote haya yanafikishwa kwenu, na hakuna upendo unazidi huu, na hakuna mapenzi yanazidi haya, ya kwamba mkaage mnajua kwamba lengo la viumbe wa ulimwenguni ni nyinyi watu wote mtakujaga kwisha, watakujaga kuishi kwenye hii dunia kwa mipango walioitaka wao, viumbe ambukizi. Kwa hiyo mkiacha jadi, maana yake nyie mmewapa ruhusa ya wao waje wafanye watakachokifanya kwenye dunia, na yote haya mtayapokea na mtajikuta mmeishi maisha ya ajabu sana, kwa sababu ni maisha ya kupangiwa na viumbe wenzenu na sio mkakati wa kimungu tena. Kwa hiyo wamesha yapanga hayo, ambao ulikuwa hujui, kaa ujue hilo. Na kama unakaa kusema yako, sema ujue na hili kwanza, ili uweze kujitafakari. Niwashukuru ndugu walimwengu na waja. Somo letu la bara mateka limekaa liko hivyo, na huo ndo ukweli wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.